tukaweze karibisha baba yetu. Karibu sana baba. Shamba la vigelegele na makofi zako. Mungu awazidishie wote wawili waliotoka mbali. Ukiangalia hili neno lote limeendana hivi, imani na akapona, na yule bwana anamwambia sasa mimi sitaogopa chochote, Mungu ametuonekania. Baada ya kupona nalo Mungu amenionekania. Wow. Roho wa Mungu ni mmoja. Nimefurahi sana. Mungu awabariki watumishi wake. Wewe kama unajua ni mtumishi, hebu kanikuombee tu hicho kibali kiendelee. Ena mikono yako hiyo. Baba uishie milele. Hawa ni watumishi wako. Wajibu ya maisha yao. Jinsi wanavyoendelea kuwalisha watoto wako, kwa sababu wewe unawatumia hata wao kaweze Baba kuwabariki maishani wao. Ukavyolisha watoto wako, tazama na majumba yao, tazama na maisha yao Bwana, ukatende yaliyo mema. Asante kwa kuwa ni Mungu mwaminifu, na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana nimeomba na kuwabariki. Amen. Wow. I'm happy man. Unajua mahali popote ukiwa mtoto mzuri, ukifanya kazi yako ama kazi ya Mungu kwa njia ya uaminifu, Mungu atafanya kilicho kiaminifu. Ushawahi jua ya kwamba asilimia kubwa sisi watu wa Mungu, hata kuna siku moja nilihubiria mabisho, nikasema hivi, Mungu aliposema yani kile upandacho ndicho uvunacho, hakuwahi kosea. Amen. Siku zote katika maisha yako, ende umeajiriwa ama unafanya kazi yako, ukiifanya ile kazi, ukiangalia ya Farao na wale wafanyikazi wake, kulikuwa na wafanyikazi wengine pale walifanya kazi zao kwa njia ya uaminifu. Biblia inasema wakabarikiwa maboma yao kwa sababu ya kufanya kazi zao kwa njia ya uaminifu. Neno uaminifu. Mungu anatazama sana kile kitu unachokifanya kwa njia ya uaminifu. Hata ukiwa kazini, Mungu amekupatia tu uongozi fulani ambazo wewe mwenyewe haujui zinatoka wapi, kwa sababu kitu unachokifanya ni kwa njia ya uaminifu. Lakini tusipofanya kazi kwa njia ya uaminifu, ujue tunapanda mbegu mbaya, itakuja kutukula kesho. Amen. Nilipowaambia hivyo mabishop wakasema unamaanisha nini? Nikasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kwa
sababu ni mbegu amepata kutoka kwako. Na ndio maana wewe bishop hukuheshimu bishop mwenzako, ndio maana nao hukupata heshima. Ndio maana unasema makanisa yanaenda yanavunjwa. Maybe wao wengine wapande mbegu mbaya na watu wengine, lakini ikiwa mbegu yako ilikuwa nzuri, itaendelea kuwa nzuri. Alafu mbegu ikiwa sikuje kuiharibu. Kwa hivyo mimi nimebarikiwa. Amen. Umenielewa mahali? Kuna mahali umenielewa? Alafu kitu kingine na kuchanua, nilikuja nikazungumzia kitu kinaitwa kukuwa makini. Kuwa makini na huduma yako na mtumishi wako. Mfano, nichukue mfano nipate watu watatu nikuonyeshe mfano. Watu watatu ama wanne, waume wawili wanawake wawili, kama sawa tu. Amen. Haleluya. Tuseme huyu wa kwanza ni baba. Sawa? Huyu ni baba. Huyu ni mtoto. Haleluya. Na huyu mtoto naye atazaa mtoto wake. Sasa ukiona hii, huyu, unajua katika huduma tuko hivi, wacha nichukue mfano kama hii. Si ndio? Tuseme hii ni Joho. Sawa? Mfano sawa? So nimempokeza huyu Joho. Si ndio? Sawa, nimempokeza huyu Joho. Huyu naye anatakikana akifanya kazi yake vizuri ampe huyu Tom. Unaona linaenda kwa njia gani? Ya usalama, si ndio? Haya, huyu naye atumikie Mungu, si ndio? Alafu atoe hili Joho ampatie afanye huduma, ifike wakati apatie nani? Tunaona? Sasa nataka nikueleze maana ya hii. Sasa huyu alifanya kazi ya Mungu. Kuna maono aliyokuwa nayo, ijapo aling'ang'ana, lakini alitimiza kulingana na vile mahali Mungu alimwezesha, akapatiana na huyu. Huyu naye akang'ang'ana, akatimiza maono alikuwa na babake, akawezesha, ijapo pia yeye alikuja na maono yake, akampatia. Huyu naye akang'ang'ana, amen, na huduma. Ijapo kuna maono ambayo alitimiza ya huyu, ikawa yeye ana yake. Huyu naye akampatia hii ya huyu, yakatimizwa na nani? Umeelewa? Umeelewa? Yakatimizwa na huyu naye ako na maono yake, ataendelea kutimizwa. Sasa unaona vile Yesu, unaona huduma yoyote, hata kile ninachokifanya leo, kuna yule nitazaa atatamani kufanya vikubwa. Sifai mimi, amen, kuwa mahali nimefika iwe ni mwisho. Natakikana yule nikimzaa afanye vikubwa kuliko mimi. Unaelewa? Unafanya akuwa mtoto mzuri. Example tuseme vile Mungu alipomwagiza Musa
Haruni ashonewe nguo pamoja na watoto wake. Ikafika wakati Haruni akaambiwa, toa hiyo nguo mvalishe mtoto wako. Unaona sasa? Ikaendelea hivyo. Amen? Lakini huyu asipompatia huyu na huyu aondoke bila choro, hajatoka na baraka za nani? Unaona sasa? Unaona? Hiyo ni shortcut. Ameichukua. Sasa huyu akikuja hapa amuone huyu akifanya vizuri, huyu akimpea huyu na huyu naye akimpatia huyu, hawa wote wataenda na maono ya nani? Wataenda na mafuta ya nani? Wataenda na baraka za nani? Unanielewa? Sasa kulikuwa na watoto wa Haruni wangapi? 4. Sawa? 2 walipoondoka, hawa walikuwa wamewasha moto walivyoagizwa na baba yao. Ni sawa? 2 walipoondoka walirudi na mioto mingine tofauti. Sijui kama mlishaisoma hiyo. Waliporudi na mioto mingine tofauti, wakakatazwa. Hata Biblia inasema wakauawa. Hii mioto ambayo ilikuwa imewashwa na huyu iliendelezwa. Wale wengine wakaondoka. Ni kwa mfano sasa mtu mwingine akuje na desturi zingine, sawa? Kwa sababu ametoka nje kuzitoa, anataka tufanye vile, lakini hatutaendana na vile baba ametuagiza. Nielewa sasa? Sasa sisi tutabarikiwa kupitia nani? Uliitwa Mungu wa Musa, Mungu wa Elia, Mungu wa nani? Ikawa hivyo. Na wale wote walifanya kazi ya Mungu aliyeabudiwa na nani? Na huyu mmoja. Sasa sisi tunapotoka, kama hatujatoka na baraka za huyu, tutafanya makosa na hatutaenenda na amri ya Mungu. Na ndio maana Musa alipokuwa anaondoka, alimpea kijiti. Na yule mwingine naye akapeana. Leo hii utakuta kuna mtu anaenda kufungua tu kanisa, hajapewa go ahead. Hata watoto wanaowalea ni watoto wa waasi. Kwa maana kuna kitu unafaa ushonewe kama hii, na umwagiwe mafuta, na uambiwe nenda. Sawa. Wasipofanya hivyo, kile alichofanya huyu ataenda kutendewa. Kwa sababu alipanda mbegu. Na ndio maana hata kwa ndoa, ukitaka kwenda kuolewa, pata baraka za wazazi, ukaishi na amani. Uzazi wako akiwa mbaya, Mungu atajua jinsi ya kukutoa, sio wewe ujitoe kwa mateke. Umeelewa? Mungu atajua jinsi ya kukutoa, sio wewe ujitoe kwa mateke. Na Mungu akikutoa, hata akikulaani, hakuna laana. Bwana ni Mungu mwenyewe ndiye aliyekutoa. Tuseme mfano mzuri, Ibrahim hakutoka, alifanya kutolewa. Sawa? Na alipoenda kutolewa, Ibrahim hakufanya vitu kwa kutaka kwake. Alifuata maagizo aliyemtoa. Na yeye akazaa watoto. Watoto wa kwanza akasema Mungu wa baba yangu. Mtoto wa pili Mungu wa baba zangu. Hakuwa sawa aliye nani? Aliyetangulia. Ni muhimu kuwa na ufahamu wakati unamwabudu. Bado mnahitaji mafuta? Itafika wakati itawabalisha. Amen. Shaisha kazi yako. Amina. Siku hizi inashona tu. Amina batu. Sunaona zimeshona tu. Na mimi nimevaa. Asifiwe.
Alafu kitu kingine nikimalizia kulingana na ule mfano nilikuwa nakupatia. Kulikuwa na Elia na nani? Elisha. Elisha alipoambiwa mimi niko karibu kwenda, ungetaka wewe nikufanyie nini? Ama ungeomba nini kwangu? Na ukumbuke mbali na hivyo Elia alikuwa anaoshwa mikono na nani? Elisha. Kuna kunyenyekea kwa aliye mbele yako. Nakufunza mwanangu. Nilinyenyekea mimi kwa mtumishi wangu ukuuliza hawa. Sikutaka kukosea. Na hata wa leo saa zingine kuna siku alinipigia simu. Nikamwambia mama nakutumania 500. Siku zote Farao alikuwa na ubaya wake. Sawa? Lakini wafanyikazi hawakuangalia ubaya wa Farao. Amen. Tunaelewana watoto wangu? Sasa ninafurahi sana nikiwa kuna mahali nikitembea ninajua kuna watoto wangu wanafanya kazi ya Mungu vizuri. Niliwaambia mimi sasa mimi sio pastor tena wa kuhubiri hapa. Niko na mapasta wa kuhubiri hapa. Ile kazi tulienda kuifanya hiyo, ndio naona hiyo ndio kazi imefikia sasa. Ya kutembelea watoto wangu wanaooa na wanaoolewa na kuwaleta kanisani. Waje wahubiriwe na akina Gideon wapewe habari nzuri na akina Praise. Mimi niendelee kufanya ile kazi ambayo wao hawawezi kuifanya. Na kabla nisahau, kuna jana tulitoka hapa tukaelekea kule tulienda. Kulikuwa kuzuri, tulipokelewa vizuri, tukatoa mahali vizuri. Baada ya hapo, haleluya, baada ya hapo tukaambiwa tuage mahali ambayo tutarudi. Na nikasema sitaaga mahali, maana watoto wangu wako na malengo mazuri, wa kike na wa kiume. Kwa sababu kwa kanisani kwangu, kwanza niliongea hivi. Tushukuruni kwa sababu tumekuja, na sisi tunashukuru kwa sababu umetupokea. Na kanisani kwangu nilisema hakuna mtu yoyote ataolewa kama hajakuja kwa mzazi, kwa wale walio sasa ambao ni vijana, amen, na ambao wanatamani kuoa na kuolewa kwa njia ya baraka. Nafasi nzuri na hatutakuwa na mambo mengi. Ndio akina Muli wasoneshe suti, vijana visone vizuri, wababa wapajibabe vizuri, amen, na tukakule na tukasherehekea. Lakini harusi ile tutafanya hapa, na kutakuwa na magari ya kuwachukua watu. Ile baada ya tushafanya hapa itawapeleka mpaka kwa binabibi asubuhi yake kuanzia mida ya saa 4 saa 5. Barabara itakuwa imeoza, si ndio? Na nyinyi mtakuwa mko huko mbele, mtakuwa mnangojea, si ndio? Wale tutangulia wanangojea, na wale ambao hawakutangulia wanataka kwenda bibi harusi, si tutaambatana wao na magari, si ndio hiyo? Na tutafanya vizuri. Na tukimaliza hatutaacha bibi yetu kule, tutakuja naye na nauli lake hivyo. Sisi watu wetu mahali hata tukipata huko tunarejesha. Haleluya. Unajua inaitwa Jerusalem Sharpshooter. Sisi watu wasenda kuzubazubana kwa jamaa ndio kufanya. Haleluya. Yes. Haleluya. Amen. Alafu siku ya Sunday itakuwa sasa, hayo ni honeymoon yao. Wakikuja hapa, kwa mfano kama wanataka kuja kufanya ibada, hiyo Jumapili ibada itakuwa ya neno moja. Usinisahaulishe kabisa. Itakuwa ya neno moja, tena ile ya asubuhi.
Mchana kama hii ninawaondoa na yeye. Unaenda beach yote mnayohitaji mapicha na whatever. So harusi inaweza kuwa siku ngapi? Hiyo ya historia mpaka yeye mwenyewe akuta ameolewa kweli. Hata kikaa hapo mahali anasikia mwili unatetemeka. Amen. So ndio maana nimepeana hizo masiku. Unajua wacha nikwambie kitu kimoja. Ukifanya harusi za baba yetu miezi miwili, mtu atajipaka vizuri. Bibi harusi atachagua viatu zake, atachagua kala yake, na nao wachagulia hawana kazi. Ndio. Na majamaa nao wanataka suti. Na kama ni suti kweli. Mimi sitaki suti ya vikajanja. Hapa hakuna kasuti kabukajanja hapa. Wazee wazee pake vijana. Suti za kala ya wazee ni hii, suti ya vijana ni hii. Unajua warembo wako hawa wasichana watajipandua hata utawasahau kama ni hapo. Sasa ukikaa kasuti kako kajanja, wewe peke yako ndio utatoka kama kalulu. Lakini msichana yeye atakuwa ameoverdose. Yule sio hiyo. Hata unaweza msahau. Kwa tafuta masi hapo unamtafuta uongozi. Watu umekuja kama mbona nataka kulia kidogo unaenda hivi. Yule zimekuja ni kama mbezi zimerambwa na ng'ombe. Sasa wana tafuta wanyole wa hivi na zimeramba. Hayupo. Amen. Ng'ombe uzima. Mungu nawe aanze kutengeneza. Alafu kuna nyingine Disemba Disemba 11 tutaenda Ukambani na yeye akani mimi nilikuwa niko hivi. Pake nikuulize sasa hivi uko na ngapi? Sitaki ile kwamba tuende huko na mtu anaanza akamwambia akamuuliza kwa nini hizo pesa nitumanie. Ikifika hiyo siku siseme nimetumia. Wajua kule ni mbali, siana ashatuma. Nikijana wetu na msichana. Amen. Haleluya. Tutaenda Ukambani mwezi wa 11. Sasa hiyo ndio huduma Mungu amenipatia. Sawa? Akaniambia pia anataka kujipanga na harusi. Alikuwa anaonelea hiyo mwezi wa 4, nikamwambia utanisikiza mimi ama nikusikize wewe? Yako tutaipanga mwezi wa 8. Na mwingine tutaenda mwezi wa 2. Kwenda kutoa mahari yake tutaifanya Disemba. So kama mshawahi kuolewa na ulifanyiwa harusi na mtu hajaenda kweli, we hauko kwa ndoa, uko kwa usharati. Niliongea kitu pale wazazi, mpaka wale wazazi wakashtuka. Ina haja gani tufanye harusi? Naomba unisikilize kwa makini. Wewe wacha mambo yako, wacha ukora wewe, wacha uteja. Ina haja gani tufanye harusi? Mzazi wako hajakunywa hata maji. Alafu pale tumemimina pesa nyingi mpaka mzazi hakuja kusherehekea, amekuja kusikia uchungu. Pesa hizi zote kama zingeletwa kwangu, nyumba yangu sina mattress, ninalala na upepo. Mwanangu anafanya harusi, magari yameongezana hivi. Haujabarikiwa, umelaaniwa. Kama hauna uwezo kuja tukuombee, tutakufanyia harusi yetu ya keki ya sima. Bonge la sima, waka ile keki. Mifuko 6. Yote. Hata waje haifanya harusi kama hiyo. Bada ni moja. Hakuna mtu atakosa keki hapa. Na tutakuombea na kesho
utakuja kufanya keki yenyewe. Amen. Yes. Kama unataka kuona rangi, tutachukua tomato sauce. Sawa. Lakini muhimu kwanza ni kuridhisha baba na mama. Sawa? Hawa waliokuzaa hao, tumbo lao zilicheza, walienda hospitali, walikutoa kwa mfua, walikung'ang'ania wewe, ulipelekwa kwa ugandani, ukapelekwa kwa wazee wengine mpaka karibu. Mama kwa hata kwa hiyo siku. Amen. Alafu leo hii kufurahisha wakina Samuel hapa na aliyefanya kahaba ili ukala analia. Siwezi pata. Katafute pastor wako mwingine. Mimi si. Lakini harusi yako ikiwa wazazi hata kama umekosana na wao, kuna vile tutawaongelesha. Sawa? Hata hauna makosa, maana umetumana ombi, lakini wakakataa ombi. Kose kuongea, wafanye kusikia mtoto wao. Na siku takuja kulia. Wazazi kukosana na watoto wao. But baraka zao ni muhimu. Maana kuna wazazi wengine ni wachawi na vitokumu na ni walevi na wanakula mgokaa. Sasa hawasikii ya mtu ambaye hali mgokaa. Amen. Lakini tutawaambia hata wakijua waseme uliambiwa, niliambiwa lakini nikataa kwenda. So okay. Hiyo hujalaniwa. Ni sawa? Kila unayemwomba msamaha na anayekataa, wewe una makosa. Mwenye makosa ni yule aliyekataa msamaha, maana Biblia ilisema muombe mtu msamaha mara 7 70. Akikataa ni shauri yake. Wewe huna dhambi na uombe msamaha wa kweli. Haleluya. Mbarikiwe sasa. Amen. Sasa usianze kunuliza nitakuwa tarehe ngapi. Kama hauwezi kutengeneza saa hii mpaka mwezi ufike, unafikiri utarehe utaweza? Anza kujitengeneza sasa. Kujitengeneza ni ile kwamba ujiwekee, ukisikia mwenyewe ameanza kuleta, unajua vitambaa vitakuja, ile mambo ya makale itakuja gani siku gani? Kuanzia Januari hapa. Naletewa mimi sitaki design ya kishamba chapa. Akituletea design ya anaona bracket. Uzuri niko na lawyer. Amen. Hizo ni vitu vitapitishwa haraka. Usijali. Tawapeleka ofisi wa lawyer, tutangana tu. Hiyo. Hapa kuna ndoa ya siri. Hizi zingine hizi ambazo sijasijua nimesema hizo ni za mateja. Hizo ni za mateja? Sasa zile ambazo nimepewa uhakika ya kwamba ninaenda huko, hizo ni sawa. Kama kuna uchumba mwingine wa mateja ambao si mzuri. Amen. Huo si ujui. Lakini ule ambao nimehakikishiwa niko sure, hiyo ni sawa. Nimekwambia usilazimishe mwanaume kumpeleka wapi. Sisi wanaume hatufanani, lakini tunafanana. Kuna mtu mwingine, nini niliwaambiaje mimi? Mimi nilienda maboma mangapi? 20 na 4. Nilikuwa napelekwa naenda na kununua mchele, na kununua kila kitu, mama anafurahia. Nikirudi huko niko na bibi. Nakula vile nataka. Mama nikiona bibi ananifanyia kasoro na kupigia simu mama. Huyu ameanza. Wewe umepeleka hizo tabia zako. Mimi si bwana. Mimi nimeenda. Ukiniambia mambo ya bahari na unaondoka. Ukajua mahali inakufunga. Siogopi. Wakati huo nilikuwa siogopi kwenda. Unanipeleka kitu kufika hapo. Ukija kufika hapo na kukanyaga wewe. Usifikiri wanaume wanatishika na kuwapeleka kwao. Mahali ambapo unataka kumtishia mwambie atoe. Aitwe na wazee. Sasa aambiwe zile mambo ya kuyaha, ya kuvyoga, ya kukanyaga, na hando na brangeti, waandikishwa, aitishwe kile kitabu. Alafu kuna sijui kila za koma. Kila za koma. Sasa akitoa ile kila za koma na akija akienua hizo koma atajua mwenyewe. Lakini wewe ametoa kila za. Sasa usifikiri upeleka mwanaume kule, nimekwambia hiyo sio shida. Shida ni mikakati. Ni yenu.
Mimi nawashukuru wale watoto wangu, hawakunikosea na walifanya vizuri na walifanya maagizo yangu. Lakini ukimwambia mwanaume hapo ende kwetu ni nani, mpe muda, ongea naye vizuri, kaa naye vizuri. Unajua nyinyi unataka watu waende kwao na nyinyi hamujakaa na wao vizuri. Nipake wewe ujue kukaa naye ndio mpe ile roho ya kufanya ende kwao. Lakini wewe unakaa naye ni kama alishababu na alishanyani. Haiwezekani. Hata mimi nikwambia hawa watu vile wako, haiwezekani. Pake aone ni kweli na wanani, aone ni kweli na kaa naye. Unajua maisha ya kuoa ni umeamua kabisa. Amen. Ni yeye na ni yeye. Na ndio maana saa zingine mnawapeleka hawa na kutokuona mwingine anatumana message mfululizo hivi. Wale ulimpeleka tu. Na wewe kwa sababu ulimsindikiza twende. Kule si kwa Yesu. Kule hataenda kutubu dhambi. Unanisikia? Kwa hivyo muwe na akili. Na itawasaidia. Unasikia watoto wangu? Tunaingia kwa kipindi gani?